Na sio tu kuwa na uchungu, uwe na uchungu kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, kwa ajili ya uzee wako hapo baadaye. Naomba Mungu akusaidie. Naomba Mungu akuongoze katika hili. Chakula unachokula leo kiwe ni sehemu ya kujenga afya yako, kisiwe sehemu ya kuharibu afya yako. Naitwa Dr. Kuboja. Ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Kama unapitia changamoto yoyote ya kiafya, hujaumbiwa kuumwa, njoo tukusaidie matibabu, njoo upate program, njoo upate ushauri wa kitaalamu. Hakuna daktari hospitalini ambaye atakayekwambia ukweli kuhusiana na afya yako. Wanachojua wenyewe ni kukupa dawa na kukubadilishia dawa na kukuweka katika dawa maisha yako yote mpaka utakapoingia kaburini. Je, unatambua madhara ya kumeza dawa za hospitalini? Unalitambua hilo? Naomba nikuulize, unatambua madhara ya kumeza dawa za kisasa kwa muda mrefu? Madhara yake ni makubwa sana. Sasa siku ya leo naomba uchukue hatua ya kubadilika na kuamua kutunza afya yako kuanzia sasa hivi. Bwana Yesu akusaidie, Mungu akusaidie. Wajibu wa kuweza kutunza afya uko mikononi mwako. Wengi tunateseka na magonjwa ya lishe kwa sababu ya uzembe wa kutokuzingatia elimu ya afya. Uzembe wa kutokuzingatia elimu sahihi ya lishe. Nini unatakiwa kula na nini unatakiwa usile. Kuna watu wananiambia, "Dokta, tuna watoto wadogo wanaugua kisukari cha kwanza, kisukari cha pili. Hii ni nini dokta? Inakuwaje paka mtoto mdogo anazaliwa ama anapata shida ya kisukari?" Jibu ni moja tu: mtindo mbovu wa maisha. Una wajibu wa kutunza, kusaidia watoto wako leo, kuepusha dhidi ya haya magonjwa ya lishe. Mungu akusaidie. Naomba niishie hapa kwa leo. Natumaini kuna kitu utakuwa umekipata. Kama hauko tayari kubadilika, kama hauko tayari kuzingatia haya ambayo nakufundisha kila siku hapa, tambua kwamba wewe ni mhanga wa baadaye wa magonjwa ya lishe, lakini pia unaandaa uzee ambao ni mbovu wa baadaye. Utakuja kutesa watoto wako, utakuja kutesa watu wengine kwa sababu ya magonjwa ya lishe ambayo utakayokwenda kukutana nayo ukiwa katika uzee wako. Iwe ni miguu kuuma, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe ni kupata stroke au kuparalyze, yote hayo utakwenda kukutana nayo katika uzee wako hapa baadaye. Mungu akubariki unapotafakari maneno haya. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya lishe na mahusiano. Bye bye.